Polisi watatu wa Kenya wamefikishwa mahakamani Jumatatu Juni 23 kwa tuhuma za mauaji ya mwanabloga wa miaka 31 Albert Ojwang aliyeaga dunia akiwa rumande mapema mwezi huu. Kifo cha Ojwang kimezaa maandamano ya kitaifa na kuchochea mjadala mkubwa kuhusu ukatili wa polisi nchini humo. Ojwang alikamatwa kwa madai ya kumkashifu naibu mkuu wa polisi Eliud Lagat kupitia mitandao ya kijamii, ingawa Lagat amekanusha kuhusika na tukio hilo. Lagat alitangaza mapema kujiondoa kwa muda kazini ili kupisha uchunguzi wa kina kuendelea. Askari waliofikishwa mahakamani ni pamoja na Samson Kiprotich, Taalam James Mohwana na Peter Kimani. Raia watatu wengine nao wanakabiliwa na mashtaka kuhusiana na tukio hilo. Awali polisi walidai kuwa Ojwang alijeruhi mwenyewe, lakini uchunguzi wa baada ya kifo ulionyesha alifanyiwa ukatili, jambo lililoibua hasira kwa wananchi. Taharuki iliongezeka wiki iliyopita baada ya muuza bidhaa mtaani Boniface Kariuki kupigwa risasi na kujeruhiwa vibaya wakati wa maandamano jijini Nairobi. Mashuhuda wanasema alikuwa akiuza barakoa wakati askari walipomfyatulia risasi kwa karibu. Huku haya yakiendelea, wanaharakati wamepanga mgomo wa kitaifa Jumatano kupinga ukatili wa polisi na kuadhimisha kumbukizi ya mwaka mmoja tangu mauaji ya waandamanaji waliopinga ongezeko la kodi. Lakini swali kubwa linaloibua wanaharakati, je, ni lini jeshi la polisi nchini Kenya litaacha kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya raia na kuwajibika ipasavyo?